Shule ya msingi Hale iliyopo wilayani Korogwe imefanikiwa kukarabati chumba maalum kwa ajili ya masomo ya TEHAMA sambamba na kupokea vifaa mbalimbali vya kufundishia na kujifunzia vilivyotolewa na serikali, hatua inayolenga kuboresha mazingira ya elimu na kuwajengea wanafunzi ujuzi wa kisasa wa teknolojia. Akizungumza kwa niaba ya walimu na wanafunzi wa shule hiyo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Hale, Majoho Richard Luhuya, wakati akitoa neno fupi mbele ya mgeni rasmi ambaye pia ni diwani wa kata ya Hale, Muhidini Mkande, amesema shule hiyo inatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, mbunge wa jimbo la Korogwe Vijijini, Timotheo Mzava, pamoja na diwani wa kata hiyo na halmashauri ya wilaya ya Korogwe kwa kuendelea kuiwezesha shule hiyo kwa vitendea kazi muhimu. Napenda pia kutumia fursa hii kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake unaoendelea kuipa kipaumbele sekta ya elimu na kuhimiza matumizi ya sayansi na teknolojia, jambo ambalo limeendelea kuwezesha mafanikio kama haya tunayoyaona leo shuleni kwetu. Vifaa vya TEHAMA vilivyopatikana. Napenda kutoa taarifa kuwa shule yetu imepokea vifaa vifuatavyo vya TEHAMA ambavyo tayari vimeanza kuwekwa katika chumba maalum. Tumepokea kompyuta za mezani 20, kompyuta mpakato tumezoea kuita laptop 1, vifaa vya LAN vimeshaunganishwa, vimeshafungwa ila bado kuunganishwa kwenye kompyuta, fotokopia 1, UPS 10, online UPS 1. Tunawashukuru sana wadau wote waliowezesha upatikanaji wa vifaa hivi muhimu. Vifaa hivi vitasaidia kuboresha ufundishaji na ujifunzaji, kuongeza ufanisi wa kazi za walimu na kuwajengea wanafunzi wetu ujuzi wa TEHAMA unaohitajika katika maisha ya sasa na ya baadaye. Kwa upande wake, mgeni rasmi Mheshimiwa Muhidini Mkande amesema kuwa kata ya Hale ipo katika mikono salama chini ya uongozi wake mbunge Timotheo Mzava pamoja na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na kuahidi kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuboresha sekta ya elimu ili kuleta maendeleo endelevu kwa jamii. Chukue nafasi hii kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri anayoifanyia nchi yetu na kutuwakilisha vizuri sana katika mataifa mbalimbali duniani. Lakini pia katika halmashauri yetu miradi mingi ya kimkakati ya maendeleo na kuondoa shida za wananchi, mama anatusaidia sana. Lakini pia Mheshimiwa mbunge wetu Mheshimiwa Mzava anatupa msaada mkubwa na ushirikiano wa kutosha katika kusukuma jukumu la maendeleo ya wananchi. Kwa hiyo leo tumekuja kuzindua darasa hili la TEHAMA. Ni moja ya ahadi ambazo tuliziweka na Mheshimiwa mbunge wangu kwamba katika dunia tulionayo masomo ya TEHAMA ni jambo la msingi. Lakini serikali msikivu ya Mama Samia imetuwezesha kupata fedha za kutosha na leo tumekuja kuzindua jengo hili. Ni matumaini yangu kwamba Mheshimiwa Rais ataendelea kutusaidia kadiri Mungu atakavyomjalia, na shule nyingine zote katika halmashauri yetu na nchi pia ziweze kufikia kwenye masomo haya japo tumeanza na sisi. Kwa hiyo mimi niseme kama nilivyosema mwanzo, ni moja ya ahadi ambazo tuliziahidi kwa wananchi kwamba endapo Mwenyezi Mungu atatujalia kuchaguliwa, basi tutaboresha elimu kupitia masuala ya TEHAMA ambayo ndio dunia inavyotaka sasa hivi. Na sisi leo tumekuja kuzindua jambo hili ambalo ni kubwa na la historia katika eneo letu la kata ya Hale. Naye mwalimu Bonaventura Yuda akizungumza kwa niaba ya walimu wa shule hiyo pamoja na mwalimu wa TEHAMA na baadhi ya wanafunzi, amesema vifaa hivyo vitasaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha ufundishaji na ujifunzaji, huku wanafunzi wakieleza furaha yao na kuahidi kuvitunza ili viwanufaishe kwa muda mrefu. Jina naitwa mwalimu Bonaventura Yuda Benei, mwalimu wa shule ya msingi ya Hale. Leo tumezindua vifaa vyetu vya TEHAMA ambapo tumewaita wadau ili waweze kuviona vifaa ambavyo vinatumika kwa ajili ya kufundishia watoto. Na tunashukuru sana kwa msaada huu kwa sababu dunia imebadilika na watoto siku hizi wanajifunza kidijitali. Kwa hiyo kwa kuletwa kwa vifaa kama hivyo kunasaidia watoto kujifunza vile dunia inavyoenda. Na
Tunaomba wadau watushikie mkono, kwa sababu kuna vitu vichache sana ambavyo vya kutusaidia ili watoto waweze kutumia vile vifaa kwa ufanisi. Baada ya kupokea vifaa mbalimbali vya TEHAMA pamoja na kuainisha mapungufu yaliyobaki na makadirio ya gharama zinazohitajika ili chumba hiki kifanye kazi kikamilifu na kwa usalama, vifaa vya TEHAMA vilivyopokelewa. Shule imepokea vifaa vifuatavyo: kompyuta za mezani 20, hizi zinazoonekana huko pembeni, ziko PC 20, kompyuta mpakato PC 1 iko pale, tutaiona. Vifaa vya LAN, vifaa vya LAN, ile mashine unayoona pale na hizi kebo zilizopita chini, hivi ndio tunavyozungumzia vifaa vya LAN. Lakini pia tuna photocopy machine hii hapa inayoonekana. Lakini tuna UPS PC 10. UPS tunajua kuziona, mojawapo ni hiyo hapo kwa ajili ya kusaidia kompyuta. Lakini pia tuna online UPS ambayo bado hatujaifunga. Tunategemea tutaifunga baada ya kupata bodi yetu hapa, kwa ajili ya ile mwalimu aliyosema kwamba mawasiliano ya kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine, kama Makuyuni huko na wapi. Naitwa Karen Sengula Fredi. Naishukuru serikali kwa kutuletea vifaa vya TEHAMA. TEHAMA inasaidia kusoma, kuandika na kuhesabu. Naambia wanafunzi wenzangu tumeletewa vifaa, vitunze ili tujue kusoma na kuandika. Majina yako? Kwa majina ninaitwa Francis Miko Kariati, nasoma shule ya msingi Hale, ninasoma darasa la 5. Nawaomba wazazi, shule yetu imeimarika sana kwa kuleta vifaa vyetu. Tumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta vifaa hivi. Kwa ujumla, ukarabati wa chumba cha TEHAMA na upatikanaji wa vifaa vya kufundishia katika shule ya msingi Hale ni ushahidi wa jitihada za serikali katika kuinua elimu ya msingi, hasa katika matumizi ya teknolojia, hatua inayotarajiwa kuongeza ufanisi wa ufundishaji na kuwajengea wanafunzi msingi imara wa elimu ya kisasa.